Ili uwe kijana mwenye staa na kijana mwenye mafanikio, ni vizuri sana tukajua sheria za nchi yetu na tukazitii, na tukawasaidia wengine pia kuzijua sheria za nchi yetu, kwa sababu mara nyingi vijana wengi wamekuwa wanakumbwa na matatizo kwa kufanya mambo au vitendo au kwa kusema na kujikuta kwenye mkono wa sheria, na matokeo yake kupata madhira bila kujua kwamba kulikuwa na sheria. Hamasishe sana umoja wa kitaifa ili kuhakikisha masuala ya ukabila yanakuwa ni uadui wetu. Yoyote anayeleta ukabila msimuentertain. Yoyote anayeleta masuala ya ubaguzi wa kidini tusikubaliane naye, na anayeleta siasa chochezi, siasa zinazohamasisha vurugu na maumivu, siasa zinazotubagua na kututenga, tusiwape nafasi. Lakini hivyo hivyo kutoa taarifa kwenye masuala yote yanayohusiana na uhalifu. Wahalifu ni ndugu zetu, wahalifu ni jirani zetu, wahalifu ni watu wanaotoka kwenye jamii zetu. Padri mmoja alikuwa anaitwa Yamora, wakati wa mauaji na persecution za Wajews kule Marekani, walifanya mambo ambayo kila mmoja alizani hayamuhusu, na yeye kwa sababu alikuwa kiongozi alisema hayamuhusu. Kwa akaona watu wanafanya mambo makubwa, wengine wanaumizwa, wengine wanagandamizwa, wanapata changamoto. Yeye kwa sababu alikuwa kiongozi wa dini alisema hayamuhusu. Kwa hiyo usiende kuona maovu na machafuko yanatokea na uasi dhidi ya nchi yako, dhidi ya taifa lako, ukanyamaza. Katika jambo la maadili, taifa na uzalendo liwe la kwetu sote, kwa sababu amani inatuhusu sote. Swala la elimu kwa jamii, nyinyi bahati nzuri mmepata bahati ya kuelimika. Nendeni mkatoe elimu hiyo na kuambia wengine na kuwakumbusha kwamba tunalo taifa letu moja, taifa Tanzania, mama yetu Tanzania, tuisimamie, kwa sababu kesho na kesho kutwa taifa letu likiteketea, likiangamia kwa sasa, tumekunyima nafasi ya wewe kuja kuwa waziri wa mambo ya ndani, naibu waziri wa mambo ya ndani. Tumemnyima Samia ambaye alikuwepo hapa, tumewanyima viongozi wengine wakubwa ambao leo mnanisikiliza. Ipo siku sisi tutakaa huko kuwasikilizeni. Matumizi sahihi ya mitandao ni yale yanayokujenga, yanayokuletea faida za kifedha, za kiuchumi, kujifunza, exposure na kukusaidia kukua kiuchumi. Mitandao itumike kukusaidia kujua taarifa za afya, ikusaidie kujua kuhusiana na namna mataifa mengine yanavyopiga hatua katika maendeleo. Mitandao ya kijamii itumie kama fursa. Kamwe tusitumie mitandao ya kijamii kudhalilisha watu, kutweza watu. Tusitumie mitandao ya kijamii kuvunja sheria. Masuala ya uongo, uzushi, chuki na ubaguzi, haya yote katika mataifa mbalimbali yalianzia kwenye mitandao ya kijamii na hatimaye wakajikuta hawana taifa. Ndugu zangu, lipo taifa hapa liliwahi kuwa na uongozi ambao ulitoa almost kila kitu kwa wananchi wake, lakini kwa sababu ya machafuko, uzushi na masuala haya ya subversion na uzandiki, taifa lile lilichochewa na kuchongewa dhidi ya uongozi wake, na hatimaye walishia kwenye vita, mauaji, na leo mpaka ninavyozungumza hakuna uongozi ulioimara. Haya tusiyaruhusu kwa taifa letu Tanzania. Amani ni gharama, na gharama ya amani ni kuwa mkweli na kuilinda. Tutoe taarifa popote pale tunapokuwa, zile zinazopelekea kwenye masuala ya uhalifu, ili uweze kudhibitiwa na jamii iweze kubaki salama zaidi. Kwenye mipaka yetu kuna uvamizi dhidi ya vijana wengine kutoka nje ya mipaka yetu. Kuna uvamizi unaweza kutumika dhidi ya watu ambao wameshaingia ndani ya mipaka yetu, na tuna uvamizi wa kulinda mipaka yetu dhidi ya sisi wenyewe wa Tanzania, na wakatumia vibaya mipaka yetu kuruhusu wageni ambao wanaweza wakaleta madhara zaidi. Kwa haya yote lazima tuyaangalie, lakini pia tujitahidi kutatua migogoro yetu ya kijamii, migogoro dhidi ya uongozi, migogoro baina yetu wenyewe, na lolote lile linalotokea tuitatue kwa njia ya amani na haki na kwa njia ya mazungumzo. Ili kwa njia hii tutazidi kuweka swala la amani na usalama tunaozungumza, kwa sababu hakuna kitu kingine chochote. Hata vita ziwe imara vipi, mmeona kuna vita ambavyo ni maarufu naweza kuisema,
vita ya Ukraine na Urusi. Uongo kweli? Vita hizi ni wahakikishie, zilianza kwa maneno na hatimaye zikatumika silaha, lakini wahakikishie amani itapatikana kwa njia ya mazungumzo, wala sio silaha. Kwa hiyo ndugu zangu, ni wasihi na kuwaomba sana, tusipokuwa na amani, pasipokuwa na usalama, hakuna jukumu lolote, liwe la kujifunza la elimu halitafanyika, liwe jukumu la kufanya shughuli za afya halitafanyika, iwe jukumu la kiuchumi na maendeleo hayawezi kufanyika bila amani na maendeleo.